Unaangalia Midraj TV, tabasamu lenye kudumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afwi ba'da qudrati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina wa habibina Mustafa Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi. Amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za kheri kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ewe ndugu yangu ambaye unanifuatilia na kunitizama katika chaneli hii ya Midraj TV online inayopatikana YouTube. Siku ya leo kwa mara nyingine tena, kwa siku nyingine tena, kwa wakati mwingine tena, tunakutana kuweza kugaiana darsa mbalimbali juu ya tafsiri ya ndoto. Na kwa siku ya leo insha Allah, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akituafikisha, nitaweza kutoa tafsiri ya ndoto ya mtu kuota moto wa duniani. Kwa maana kuna moto wa aina nyingi. Kuna moto ambao uliokuwepo huko, adhabu aliyotuandalia Mwenyezi Mungu kwa wale wenye kumfanyia makosa. Lakini pia na kuna moto ambao huwa duniani tunaoutumia. Tafsiri yake ni nini endapo itakapotokea mtu ataota ndoto ya kuona moto? Sasa kuna aina nyingi za namna ya tafsiri ya ndoto ya moto, lakini leo tutachukua maana kubwa ambazo zenye mashiko, maana kubwa ambazo zenye tafsiri ambazo zenye kutokea kweli kwa watu wengi, ndio ambayo tutakaozungumza siku ya leo. Lakini vipo vipindi vingine vingi vinavyofuata baada ya hichi. Tutaelekeza namna ya watu kuota ndoto ya moto. Moto upo katika mfumo wa aina gani, umeota vipi, katika mtiririko wote. Hatutaacha ndoto hata moja. Ndoto zote tutazieleza kwa wale wenye kuota namna hiyo, na hata wenye kufanya mambo mengi ambapo inapotokea anapoota ndoto hiyo ya moto. Lakini leo insha Allah tutaelezea yule ambaye atakayeota moto. Katika kuota kwake moto, tafsiri ambayo tunaoileta ni huu moto wa duniani, kwa namna tutakavyoelekeza. Yule ambaye atakayeota hivi, basi atambue maana yake kimashiko ipo katika mfumo wa namna hiyo. Na watu wengi wapo ambao wameshaweza kuota hivyo na kweli ikatokea. Tafsiri ya ndoto ya moto umegawanyika katika makundi mbalimbali. Kuna wapo ambao wanaweza wakaota moto ambao si wa duniani, wa jahannam, kwa maana anaweza kawa anagaiwa ukumbusho, lakini pia ikawa ina maana nyingine tofauti. Sasa sisi hatupo huko, tupo katika huu moto wa duniani ambao huu tunauwasha sisi wenyewe binadamu. Ikitokea mtu akauota huo moto, si tumefahamiana, na moto ukawa ni mkubwa, wenye kuleta madhara, wenye kuleta changamoto ya watu, kuwafanya, kuwashughulisha, moto huo una maana gani? Kwa namna tutakavyoelezea insha Allah, ungana na sisi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka tutakapofikia tamati ya kipindi. Insha Allah Mwenyezi Mungu atakujalia kila ina kheri na utapata faida kujua kweli kwamba moto wa duniani ukiota kwa namna hii, umewaka katika staili hii, basi tafsiri yake ni 1, 2, 3. Leo utapata faida hiyo insha Allah. Lakini kabla hatujaenda kutaja tafsiri ya hiyo ndoto, kwanza ni kuombe wewe ambaye ndio siku yako ya kwanza hapo chini yangu, ambapo unaponitizama kwenye simu yako au kwenye TV. Ukishika simu yako au kwenye TV, kuna neno limeandikwa subscribe. Hilo neno subscribe ambalo unaliliona hapo chini yangu, si tumefahamiana, na hizo namba za simu ambazo zinazopita katika simu yako, chini hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hilo neno na ubonyeze hiyo alama ya kikengele, iwe sababu ya kujiunga moja kwa moja katika chaneli yetu, na upate maudhui ya vipindi mbalimbali ambavyo tutakavyokuletea katika chaneli yetu hii ya Midraj TV. Kwa hiyo kama huja subscribe, fanya hivyo hivi sasa, na ikiwezekana ulike video hii, iwe sababu ya kutuwezesha
kupata hamasa zaidi ya kuendeleza kutoa faida, haulipi gharama yoyote, lakini unapata kujua tafsiri ya ndoto ambazo inawezekana ulikuwa hauzifahamu au ulikuwa hauzijui zina maana gani. Leo tutakugaia tafsiri hiyo. Tumeeleza ndoto nyingi sana. Ukipakua katika hii akaunti yetu, kwa maana ukifungua utakutana na kuna tafsiri ya ndoto nyingi, si chini ya ndoto zaidi 50, na huko tumeelezea tafsiri ya ndoto mbalimbali. Na leo tunakupa faida nyingine ya kuwa ni mtu mwenye kuota moto, atakuwa inamaanisha nini hii ndoto yake. Kwa hiyo wewe ambaye ndio siku ya kwanza nimeeleza hivyo, fanya zoezi hilo ili usichelewe ukakosa faida nyingi, na inshallah Mwenyezi Mungu akujalie kila aina kheri. Kama nilivyozungumza hapo awali nimesema kwamba tafsiri ya ndoto ya moto ina maana nyingi sana, na hatutaacha maana hata moja. Maana zote kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala tutazileta katika akaunti yetu hii. Utapata kujua tafsiri ya moto, kumbe ukiwaka hivi una maana gani, kikiungua hichi kwa kushambuliwa na moto ina maana gani. Vyote utapata kujifunza hapa katika chaneli yako ya Midraj TV. Kikubwa tu ni wewe na bando lako kuweza kuwa karibu na sisi, uwe familia yetu na tukugaie faida nyingi. Mimi nazungumza hapa ni Sheikh Midraj Ali Abdallah Sahmiu, na kuletea faida wewe ambaye msikilizaji, mtazamaji ambaye unaitizama. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kimetokea. Kuna baadhi ya watu wanauliza tunakupata vipi kwa namba za simu. Hizo namba za simu mnazoziona, kwa mtu aliyekuwa nje ya Tanzania anatakiwa anze na jumlisha 225, alafu kisha inafata 658073875. Hizo ndizo namba ambazo una uwezo wa kupiga. Lakini pia na wapo watu wanao comment, wanaelezea ndoto zao kwenye comment. Kikawaida sinaga kawaida ya kujibu katika upande wa comment, yoyote anaelezea ndoto yake huko. Kwa hiyo kama unahitaji kujua tafsiri, tafuta namba kwa mfumo wa WhatsApp au katika kupiga kikawaida. Nitakuelezea baada ya kukusikiliza, nitakutafsiria hiyo ndoto yako. Usiweke ndoto yako katika comment. Kuna watu wanaweka ndoto zao katika nini? Comment. Hilo swala halihitajiki, na nimepata malalamiko hayo ya watu wengi sana. Wanalamika, shekhe, kwa nini haujibu ndoto zetu tunazoandika kwenye comment? Kikawaida au kanuni yangu nilojiwekea, sijibu ndoto yoyote kwenye upande wa comment. Ukihitaji tafsiri yako ya ndoto uipate, nitafute kwa njia ya WhatsApp au katika njia ya kawaida, nitakugaia tafsiri ya hiyo ndoto yako na utapata faida, na hakuna gharama yoyote, ni bure kabisa. Utapata kujua tafsiri ya hizo ndoto uliokuwa umeiota. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tahadhari nimeitanguliza, kwa sababu kutokana na simu nyingi napokea kwa watu kuniuliza mbona ujibu comment. Hicho kitu hatukifanyi, kwa maana sijibu mimi pamoja na vijana waliokuwa nyuma ya kamera hawafanyi mtindo huo wa kujibu katika sehemu ya comment, kwa sababu ndio miko tuliojiwekea ya kazi yetu au shughuli zetu tunazozifanya. Kitu kikubwa ambacho, mada kubwa ambayo tunaoizungumza siku ya leo ni kwa wale ambao walioota ndoto ya moto. Ndoto ya moto ina tafsiri ambayo kuu zipo nyingi sana, lakini leo nitazungumzia kwa wale watakaota moto ambao umewaka sehemu yenye ukame. Si tumeelewana? Ameota ndoto hiyo ima kijijini kwao, ima mtaa anaoishi, ima kwenye taifa analoishi, ima kwenye mkoa anaoishi. Umetokea moto mkubwa na hiyo sehemu pana ukame. Tafsiri yake ni ipi? Nitaeleza siku ya leo. Lakini hata yule ambaye atakayekuwa ameota ndoto ya moto unawaka sehemu ambapo hapana ukame, pako kawaida, ardhi imeshamiri kupata, imeshiba maji, lakini moto umewaka, na kuwaka kwake moto huo unafoka na unawaka kwa nguvu, basi vile vile tafsiri hiyo nitaisema leo. Lakini pia na yule ambaye aliota ndoto ya moto ambao haufoki, hautoi sauti, hauvumi wala hautoi ndimi, kwa maana kwa lugha nyingine ni ile miale, haitoi miale, moto unawaka kawaida, naye pia vile vile leo nitazungumza tafsiri ya ndoto hiyo. Kwa hiyo wewe ambaye ulishawahi kuota ndoto ya moto,
basi usikae mbali, kaa karibu na mimi ili uweze kupata faida hiyo. Tafsiri ya kwanza nitazungumzia kwa yule ambaye atakayekuwa ameota moto umewaka sehemu yenye ukame. Na pahala hapa inawezekana anapajua, anapafahamu. Kuna watu wanaota hivyo maeneo ya vijijini mwao, au wengine wanaota katika miji wanaoishi, au wengine wanaota katika mazingira sehemu ambapo anapafahamu pamekuwa na ukame, na ule ukame baada kuwepo pamezuka moto ambao ni mkubwa. Moto huo ambao ni mkubwa unaofoka na kuvuma kwa nguvu. Nikizungumza kuvuma kwa nguvu, wanaelewa wale ambao watu waliobahatika kuishi vijijini, ile kuchoma nyasi zile ambazo zilizokuwa unataka kuliandaa shamba. Sasa baada ya kuchoma, kuna wakati ule moto ukakushinda, unahama. Namna upepo unavyopelekea ule moto unavuma, unahamia maeneo mengine. Ile miale, kwa maana ndo ndimu hizi tunazungumza, vile vichechecheche vinavyorukia katika majani na kusababisha moto uenee maeneo ambayo inawezekana we haukutarajia. Watu ambao ni wakulima wanaelewa maana ya hivyo kuvuma au ile miale ya moto. Kwa hiyo kwa mtu ambaye atakayeota ndoto hiyo ya kuwa miale ile ya moto imekuwa ni mingi na moto unavuma sehemu iliyokuwa ni ukame, basi atambue ndoto hiyo ina ishara ya kuashiria ukandamizaji na uonevu pahala hapo ambapo alipoota. Ikiwa sehemu utakaoiota ndoto hiyo pakawa ni sehemu ambayo ni kame, lakini pia ukiachana sehemu ni kame, moto unawaka kwa nguvu na inapelekea inatoka zile ndimi za moto au ile miale ya moto inakuwa ni mingi, basi ikiwa ni sehemu hiyo unaifahamu, unaijua, inawezekana katika kijiji, katika mkoa, katika wilaya, pahala popote, au inawezekana sehemu ambayo unaoifahamu wewe hujawahi kuishi, basi tambua kwamba tafsiri ya hiyo ndoto ni uonevu na ukandamizaji. Inawezekana pahala hapo kuna viongozi wanafanya uonevu mkubwa kwa raia wao. Inawezekana kama kuna mtu labda ni kiongozi wa familia au ukoo, anawakandamiza waliokuwa chini yake kwa kuwaonea, basi ikiwa utaota ndoto hiyo ni tafsiri ya kwamba hiyo sehemu pametawala uonevu na ukandamizaji. Kwa hiyo inachohitajika wewe ni kufanya juhudi huo uonevu, ima umuombe Mwenyezi Mungu auondoe, au kama una nafasi ya wewe kuweza kuondoa uonevu au ukandamizaji, basi fanya juhudi hiyo ili uondoshe hiyo hali ya uonevu na ukandamizaji. Kwa hiyo ikiwa utaota ndoto hiyo sehemu palipokuwa na ukame, tafsiri yake ni hiyo. Lakini ikiwa ndoto hiyo ya kuota moto ambao unavuma ni mkali na unatoa miale, kwa maana ndimi ya moto, basi tambua kwamba ikiwa ndoto hiyo ukawa umeota pahala ambapo hapana ukame, pako kawaida, tafsiri yake nayo pia ni nyingine, inabadilika, haifanani na ile ambayo ya mwanzo nioeleza ya ukame. Hii ikiwa ni ardhi, sehemu ambapo hapana ukame, majani ni ya kijani, sehemu ambapo pana uwezekana paka ulima na kitu kikaota, yani kwa maana ni sehemu iliyokuwa ardhi imeshamiri rutuba mbalimbali. Ikiwa sehemu hiyo pakawa panawaka moto uliokuwa ni mkali, unavuma na miale yake inakuwa inatoka mingi, basi tambua hii ndoto, ikiwa umeota, tambua ina tafsiri ya kuwa ni mlipuko wa maradhi. Inawezekana mlipuko wa maradhi yamegawanyika katika mafungu mbalimbali. Kuna wakati inatokeaga mlipuko wa maradhi wa ngozi au maradhi ya mapafu. Kuna watu wakiwa wameota hivyo, haswa huwa zinaotokea sana maradhi ya namna hiyo, japokuwa nafasi ya maradhi mengine yanatokea. Kwa maana na haya maradhi yanaweza kusababisha vifo vya watu. Ikitokea ukaota hiyo ndoto sehemu ambapo pana miale, ile miale au zile ndimu za moto zimekuwa ni nyingi, moto ambao unavuma, unaweza ukawa unakutisha, unakuletea hofu, ni mkubwa.
wewe kikawaida uwezi ukauzima ule moto, sehemu ambayo yenye rutuba isiyokuwa na ukame, basi ni ishara ya kuonesha ni mlipuko wa maradhi yatajitokeza kwa pahala ambapo ulipokuwa au sehemu uliyootea. Kwa hiyo kinachohitajika ukiona hivyo ni mawili: kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini na kuchukua tahadhari kwa maeneo hayo kutokana na huo mlipuko ambao unawezekana ukaweza kutokea. Na ndoto unawezekana ukaizima ikiwa ni mbaya. Nimeizungumza katika vipindi mbalimbali huko nyuma. Nimeelekeza ndoto nzuri unatakiwa ufanye nini ili ije kukupata, na ikiwa ni ndoto mbaya unatakiwa ufanye nini ili ikuepuke. Nimeelekeza katika vipindi vilivyopita, endelea kupakua, utakuta katika vipindi huko ambavyo vya nyuma nimeeleza dua au maombi kwa ajili ya mtu ambaye aliota ndoto mbaya na ndoto nzuri. Kwa hiyo ikiwa ndoto hii ukaiota ya moto umewaka, unavuma, unafoka na unatoa cheche wenye madhara, yani inaashiria ya kuweza kuunguza kila kilichokuwepo hapo. Ikiwa ni moto ni mkubwa na unavuma kwa nguvu, basi ni tafsiri kama ikiwa ardhi na rutuba, ni kwamba kutatokea mlipuko wa maradhi. Kwa hiyo kinachohitajika ni kuchukua tahadhari kama ni mtu ambaye ni kiongozi, kwa sababu sometimes hizi ndoto haziji tu kwa watu ovyo. Kuna watu ambao inawezekana wapo kwenye nafasi fulani ambao Mwenyezi Mungu amekuruzuku, umekuwa na nafasi katika sehemu ulipokuwepo na uwezo kutoa msaada, basi usipuuzie ndoto hiyo. Kama ni kiongozi upo serikalini, fanya juhudi kwa maana kwa kumwomba Mwenyezi Mungu sana, na pia waambie wale unawaongoza wawe makini katika namna kuchukua tahadhari na maradhi yatakayojitokeza, na inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia kila ina kheri. Lakini sehemu ya tatu ambacho kipengele ni cha mwisho, kwa mtu ambaye atakayeota moto unawaka lakini haufoki. Nikizungumza kufoka ni kwa maana hausababishi kuchochewa na upepo ambao upepo huo unauvuma na kufanya moto ukawa unafoka. Haufanyi hivyo, unawaka kawaida tu. Si tumeelewana eh? Lakini moto huo ni mkubwa, ila haufoki na wala hautoi miale, hautoi ndimi zile za moto. Nikizungumza hivi kuna watu nawezekana nikawa na wachanganya. Kwa lugha fasaha nizungumzie zile cheche zile ambazo zinazotokaga kwa ile mioto ambayo ilikuwa ni mikubwa inaowaka. Kwa hiyo ikitokea ukaota ndoto moto haufoki, hautoi sauti, hauvumi na wala hauna miale, kwa maana cheche zile ndimi zake hauna, upo kawaida, lakini unawaka kwa nguvu kwa maana kuwa ni mkubwa ila haufoki, tambua moja kwa moja tafsiri ya ndoto yako itakuwa inaleta madhara ya kuonesha ni ajali. Ajali, kwa maana nikizungumza ajali ni ajali yoyote, haijalishi ajali itakuwa ni ipi. Kwa hiyo inawezekana wewe muotaji kama ukiwa kwenye mazingira hayo, basi jiandae kwa kutuepukana na madhara yoyote atakayosababisha ajali. Ima itakuwa ni katika dereva, kuwa makini katika uendeshaji wako. Ima ikiwa wewe ni rubani, kuwa makini katika uendeshaji wako. Ikiwa nahodha, kuwa makini. Ikiwa ni mtu ambaye unaendesha pikipiki, kuwa makini. Chombo chochote, ajali yoyote, kwa sababu ajali ipo hata ya moto. Si tumefahamiana? Ipo ajali ya kudondoka katika mti. Kwa hiyo inamaanisha ya kuonesha ishara ya kuwa kuna janga litajitokeza la ajali, na ajali hiyo inawezekana ikasababisha majeruhi, kwa maana watu kupata majeraha, lakini pia na kusababisha vifo. Ajali hiyo ina uwezo wa kusababisha vifo visivyotarajiwa kutokana na namna ya hiyo ajali ilivyojitokeza. Kwa hiyo hizi ndio maana kuu tatu kwa mtu ambaye atakayeota moto umewaka kwenye sehemu ya ukame, na yule mtu aliyeota moto umewaka sehemu yenye rutuba, na yule mtu ambaye ameota moto lakini haufoki na wala hautoi ndimi, hautoi ile miale yake, upo kawaida lakini unawaka mkubwa. Ni moja ya ishara ya kuonesha ni dalili ya kuwa patatokea ajali, kama inamuhusu muhusika au hata kuwa hajajiona yeye kwenye ndoto kamuona mtu mwingine, basi ina uwezekano katika hiyo ndoto aliyemuona au watu waliowaona kuna changamoto itakayojitokeza ya ajali, na ajali hiyo
Mwenyezi Mungu ndo anaijua. Mimi na wewe hatuwezi kujua ni ajali gani ambayo imepangwa iweze kukukuta. Kwa hiyo ina uwezekano ndoto hizi ukiziota usipuuzie. Kuna watu wanaota kama hivyo, alafu anachukua shuka ndo anajifunika upande wa pili. Sasa hii ni kitu kibaya sana, na mwisho wa siku ndo maana unaweza ukakuta mtu anauliza, mbona niliota ndoto fulani alafu kuna kitu kikatokea kweli. Hivi ni vitu ambavyo ni ishara, kwa sababu ndoto inaleta tafsiri ya kitu ima kiliwahi kutokea nyuma, au kilichopo kwa wakati huo, au kitu kitakachokuja wakati ujao. Ndo tafsiri ya ndoto. Na si kila ndoto ina maana. Na ndo maana ndoto zote tunazozieleza katika chaneli yetu ni zile zenye maana. Zile zisizokuwa na maana ni ndoto za kipuuzi, hatuzitafsiri, kwa maana hazina mashiko na wala hazihitaji kuweza kuzitafsiri. Kwa hiyo leo tumezungumzia hivyo, kutoa tafsiri ya moto ambao huwa duniani, lakini ukiota kwa maana umewaka maeneo hayo matatu, na katika staili hizo tatu nilizozieleza, basi tambua maana yake ni hiyo. Kwa hiyo siku ya leo ondoka na faida hiyo, lakini vipindi vinavyokuja vitaelekeza zaidi aina za sampuli ya moto utakaoota una maana gani. Zipo aina nyingi za ndoto, tutaielekeza. Hatutaacha ndoto yoyote ya moto, tutaelekeza. Tukimaliza huko ndio tunahamia katika tafsiri ya ndoto nyingine insha Allah. Baada ya kuzungumza hivyo, ni kuombe ndugu yangu uendelee kutufuatilia, na Mwenyezi Mungu akujalie kwa muda wako uliotenga kuungana na sisi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.